kuchukua alama 3, goli 2. Kwanza umeionaje mchezo wa leo? Mchezo ulikuwa tactical approach ya mwalimu Steve Barker imeripa direct. Umeona ambapo tulikuwa na possess mpira kuanzia first half, kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Ilikuwa ni direct football, mpira wa kukimbia, lakini nizungumze Libase Gwe, wow. Gote player na leo amekuwa man of the match. Umeona nimemhesabia kilomita 19.5 ndizo ambazo amekimbia kwenye pitch hii ya KMC. Accuracy pass amefanya ni pasi 114 peke yake ndio ameweza kupiga, lakini ametengeneza nafasi 2, moja ameweza kutumia vyema nje ya box kwenye first half, akaweza kufunga bonge moja la goli kama ambalo alifunga kule Meja Jenerali Samuel. Libase Gwe, ladies and gentlemen, is a man to watch. Ni bonge moja la mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza, kudribble, kuanticipate kwenye eneo la juu, kuchezea mpira, kukimbia, lakini ni good position. Yaani mchezaji ambaye ni full package to me. Naiona Simba nzuri sana ambayo imeanza kuunganika. Simba hii ndio Simba ambayo tulikuwa tunataka sisi. Simba ya mpira mwingi, magoli mengi na Simba ambayo inatoa furaha. Leo tumeenjoy sana, lakini Selemani Mwalimu namna ambavyo amecheza leo kwenye force number 9, wow, fantastic. Ni mchezaji mzuri. Goli ambalo alifunga lilikuwa ni goli gumu. Amelazimisha ukuta wa KMC uweze kuruhusu goli ambalo limelazimishwa zaidi ya mara 2. Imepigwa imerudi na mwisho wa siku finali akaweza kuscore bonge moja la goli. Steve Barker anakwenda kuiunganisha Simba na kuifanya kuwa hatari kama ambavyo ilikuwa awali. Of course yes, sasa hivi tuna timu nzuri. Nilikuwa nakaa na mwenzangu Jibia hapa, Jibia ananiambia mwanangu sasa hizi timu inacheza mwanangu. Paka nasikia la kwa yes. Sasa hizi ukiangalia kuanzia fullback namba 2 Shomari Kapombe anavopanda ku overlap. Ukimwangalia Nixon Kibabage, wow, mimi nilikuwa nimekaa eneo ambalo anahudumu Nixon Kibabage. Unaweza kufikiri fullback namba 3 anacheza kama winga, anacheza kama kiungo wa kati. Timu ikiwa haina mpira off possession, anakuja kukaa kwenye eneo la mstari. Maana yake defensive wise tunakuwa na wakabaji zaidi ya 7 kwenye eneo la nyuma. Timu ikishambulia unamkuta pembeni kule ana anticipate kwenye eneo la flank. Maana yake anaipa nafasi timu kuwa na maeneo mengi ya kucheza. Wanasema varieties, wanasema is a spice of choice. Yaani ukiwa na machaguo mengi ni rahisi ukiwa na vitu vingi vya ubora ni rahisi kuchagua. Ndio maana iko rahisi kwa Clatous Chama na Anset Yaula kuchezea mpira kwenye box la mpinzani kwa vitu vingi, kwa namna ambavyo wanaweza, kwa sababu kuna mtu anaitwa Nixon Kibabage amerahisisha hiyo kazi kwenye eneo hili la left back ambao anacheza kama wing back, anapanda anashuka, anapanda anashuka, anakuja kukabia kati. The same to Shomari Kapombe, namna ambavyo anacheza na overlap, anamwaga, anaweza kumiliki mpira, anaweza kupiga pasi za mwisho. Lakini Anset Yaula, huyu ni jini mwingine ambaye ameibuka mjini. Huyu ni hatari. Anset Yaula ni jini mwingine ameibuka mjini, atasumbua sana NBC Premier League. To me ambapo tumecheza leo inatoa projection au picha kwamba uwezo wa kuchukua ubingwa wa NBC Premier League tunao. Mbele ya Young Africans vibaya mno, tunaweza tukachukua ubingwa wa NBC Premier League tunao, kwa sababu ya aina ya quality ambayo tumeonyesha leo. Leo amecheza Simba, wamecheza kikubwa, wamecheza mpira ambao nina muda mrefu sijawahi kuona. Wamepossess kwa muda mwingi eneo ambao amecheza Clatous Chama kwenye eneo lake la kushambulia, amecheza kama namba 10. Unaona kabisa timu inautaka mpira, ina good chemistry kuanzia kwenye eneo la kati ambako anahudumu Yusuf Kagoma kama defensive intact midfielder kwenye eneo la kiungo. Nasema kwa sababu unaweza kufikiri baba bwana nyumba. Yaani Yusuf Kagoma amejigawia upande kwenye eneo la dimba la katikati. Namna ambavyo anasema ile good link kuunganisha timu ya nyuma na ya mbele. Kwa leo tumeenjoy na wao, tumeondoka na alama 3 na mabao 2, jambo la kushukuru. Bwana, Simba Sports Club ni kama kuna ambao walikatia tamaa, huku ikidaiwa alama ambazo anazo Young Africans juu yenu zimekuwa ngumu kuzipata. Unaziona alama hizo unakwenda kuzichukua kwa Young Africans mapema machi hii? Tarehe 1 mwezi wa 3 ni Simba na Yanga. Tutafunga Young Africa. Kwa muunganiko huu ambao tumeona hapa, timu ina spirit, ina morali. Kuna kitu ambacho kime-improve kwenye macho ya kwenye uchezaji, kwenye pitch. Maana yake unaona kuna makosa mengi ambayo tulikuwa tunafanya, wachezaji wanafanyia kazi kadri siku inavyokwenda. Inatoa message kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 tunaweza kufunga Yanga Afrika bao za kutosha. Leo ukimwangalia Libase Gwe ni zaidi ya wachezaji 3 au 4 washambuliaji wa Yanga. Ukiangalia Anset Yaula anapocheza unasema ni kweli huyu alikuwa anastahili kumpiga benchi Pacome pale Yanga. Unaona vizuri. Alikuwa anastahili kumpiga Pacome benchi wakati yuko Asa Kimosa. Wakati yuko Asa Kimosa, Anset Yaula watu kama walikuwa wajui. Pacome alikuwa anaanzia benchi. Anaanza Anset Yaula, kushoto anacheza Obin Kramo,
kulia anacheza Aziz Ki Stefan kama winga muongo kutoka kwenye eneo la kulia. Kwa hiyo maana yake tuna wachezaji wenye quality kubwa ambao tumewasajilisha dogo na ndio ambao wametupa leo ushindi mkubwa. Bwana Dr. Shukrani sana. Kila la heri.